Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya kwanza ya Maajilio mwaka A. Tuangalie maana ya neno maajilio. Neno maajilio au kwa Kilatini Adventus, kwa Kigiriki parousia, linamaanisha ujio. Hapo zamani kwa wapagani neno hili lilimaanisha ujio wa miungu, siku ambayo wapagani hao walikutanisha sanamu zao na wakasherehekea kwamba miungu imeshuka, imekuja kukutanika pamoja nao. Maana ya pili ya neno hilo kwa hao wapagani ilimaanisha ujio wa kiongozi maarufu ama mfalme. Kwa hivyo basi, kama kulikuwa na ujio wa kiongozi, wao walisema kuna maajilio. Kwa hiyo watu walijiandaa, walitengeneza barabara ili mfalme huyo aweze kupita, wakaandaa eneo ambalo mfalme huyo au kiongozi huyo maarufu atakuja kufanyia mkutano. Katika kanisa neno hili limekuwa maarufu hasa kuanzia karne ya 4 hadi ya 6, lakini zaidi kipindi cha Baba Mtakatifu Gregori Mkuu, ambaye alikuwa papa kati ya mwaka wa 590 mpaka mwaka wa 604. Papa huyu alifanya marekebisho makubwa katika liturujia, na mojawapo ya marekebisho hayo ni kuweka wiki 4 kabla ya Krismasi, ambazo kwa sasa tunaziita maajilio, kipindi cha maajilio. Katika hizo wiki 4 basi, wiki ya kwanza hadi ya pili aliitenga maalum kwa ajili ya kutafakari ujio wa pili wa Kristo, na hicho ni kipindi cha kwanza cha maajilio kinachoanza tarehe 1 hadi tarehe 16. Tunatafakari ujio wa pili wa Kristo. Kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 24 au kipindi cha pili cha maajilio ni kipindi ambacho tunatafakari kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika mioyo yetu, na tunafanya kumbukumbu ya tukio la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambalo lilitokea miaka 2025 iliyopita. Yesu alizaliwa mwaka wa kwanza AD. Katika maandalizi haya yote ya kuelekea Krismasi, tunatambua kwamba Yesu yuko pamoja nasi katika sakramenti za kanisa, yuko pamoja nasi tunapolisoma neno lake, na anatujia na anazungumza pamoja nasi. Lakini kwa namna ya pekee katika kipindi cha maajilio tunaalikwa kutafakari kwa ukaribu zaidi juu ya ujio wa pili wa Kristo na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika mioyo yetu hapo tarehe 25 Disemba, tukio la kihistoria. Na sasa tuangalie tafakari ya masomo ya leo. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Nabii Isaya aliishi katika ufalme wa kusini katika mji wa Yerusalemu kati ya mwaka wa 750 mpaka mwaka wa 700. Alihubiri kipindi ambacho walitawala wafalme wa 4 katika taifa hilo la Yuda. Alianza huduma yake kipindi cha mfalme Uzia, aliyekuwa mfalme jeuri, aliyejifanya kuwa kuhani na Mwenyezi Mungu akamuua kwa ukoma. Ukirejea kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 26 tunajifunza hayo. Baada ya mfalme Uzia alifuata mwanaye aliyeitwa Yotham. Huyu alikuwa ni mwema, alitengeneza lango la kuingia hekaluni, lakini alishindwa kukemea ibada za sanamu katika miji ya Yerusalemu. Baada yake alifuata mwanaye aliyeitwa mfalme Ahazi, aliyetawala kati ya mwaka 730 mpaka mwaka 715. Huyu ndiye alikuwa mfalme mjinga na mpumbavu zaidi na kituko cha karne ya 8 kabla ya kuzaliwa Kristo. Mfalme huyu pamoja na maovu mengi aliyoyatenda mbele ya Mwenyezi Mungu, walau haya ni ya kukumbukwa. 1, aliabudu sanamu. 2, alizichukua sanamu hizo akazipeleka hekaluni na akawaalika watu wa Uyahudi wa Yerusalemu waziabudu sanamu hizo katika hekalu la Mwenyezi Mungu lililojengwa na mfalme Suleiman. 3, akategemea msaada kutoka kwa Waashuru badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu pale ambapo alitishiwa na mataifa mengine wakiwemo ndugu zake wa Israeli wa ufalme wa kaskazini. Na kwa sababu hiyo basi Nabii Isaya katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya 14 anatangaza kwamba kuna kipindi ambacho atazaliwa mfalme mwingine ambaye ni tofauti kabisa na Ahazi. Baada ya mfalme Ahazi alifuata mwanaye Hezekia.
Hezekia alikuwa ni mwema. Aliondoa sanamu na hakupendelea kushirikiana na Waashuru na akapendwa na Mwenyezi Mungu. Hata alipokuwa mgonjwa alimuomba Mungu amsaidie asife, na kwa kweli Mungu akamuongezea miaka 15. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 38. Lakini mfalme huyu alipokuwa mzee alikuwa na kiburi pia. Watu walipokuja kumtembelea kutoka Babuloni, aliwaingiza katika nyumba na vyumba vya siri, akawaonyesha mali zote za ufalme. Hili lilikuwa ni kosa kubwa. Ukirejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 39, lilikuwa ni kosa kubwa. Ndiposa Nabii Isaya sasa akatabiri kwamba kwa vile umeyatenda haya, kuna siku ambayo taifa hili la Yuda litavamiwa na watu wa Babuloni. Na kweli ilitokea mwaka wa 587 kabla ya kuzaliwa Kristo. Ni katika mazingira kama haya sasa, somo la leo kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5 linatueleza kwamba kuna kipindi ambacho atakuja Masiha, mkombozi, ambaye atakuwa ni mfalme wa amani. Kwa sababu ukiangalia wafalme hawa wote niliowataja, hakuna hata mmoja aliyeweza kuleta amani ya kweli kwa Wayahudi. Mfalme huyu wa amani atakapokuja, watu watatumia mapanga, sio kwa ajili ya kuuana, bali kwa ajili ya kwenda kulima na kujipatia chakula. Watu watatumia mikuki kama miundu ya kukatia majani ya ng'ombe na mbuzi, ili hawa wanyama wanenepe, alafu basi watu wajipatie kitoweo, sio kutumia mikuki tena kuuana. Injili ya leo inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 24. Katika injili ya leo tunaelezwa kwamba ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo utakuwa ni wa ghafla. Itakuwa kama vile kipindi cha Nuhu. Watu watakuwa wanafurahia maisha, wanaendelea na shughuli zao, na Yesu atakuja na hukumu itatolewa. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 14. Somo hili linatualika kukesha, tuishi kama tunavyoishi muda wa mchana, kwa sababu muda wa mchana inategemewa kwamba watu watende matendo ambayo ni ya mwanga, kwa sababu kuna mwanga na kwa sababu kila mtu anaona. Kwa hiyo basi matendo ya mwanga yatendwe. Ni ujumbe upi tunaoupata katika masomo ya leo? Tunapata ujumbe ufuatao. Katika somo la kwanza, ujumbe mkubwa unaojitokeza ni kwamba Kristo atakuja, atarudi tena. Katika Injili, ujio wa Kristo wa pili utakuwa ni wa ghafla. Utakuwa ni wa ghafla. Hakuna ambaye anajua siku wala saa. Na ujumbe wa tatu sasa, tukeshe. Tukeshe. Somo la pili linatueleza hayo. Tukeshe. Tukeshe kwa kufanya nini? Kwa kutenda matendo ya mwanga na kuepuka matendo ya giza. Matendo ya mwanga ambayo tunaalikwa tuyatende hapa ni yapi? Kuwa na kiasi, kwa sababu somo limekemea ulafi na ulevi. Kuwa na kiasi katika kila jambo. Tule kwa kiasi, tutembee kwa kiasi, tuongee kwa kiasi, tulale kwa kiasi, tuamke kwa kiasi, tufanye kazi kwa kiasi. Yaani kila jambo litendeke kwa kiasi. Jambo la pili, tujiepushe na fitina, tujiepushe na chuki, maana mambo haya yanaua. Tujiepushe na tamaa mbaya na mambo mengine yanayofanana na haya. Yaani kwa ufupi, tuishi kwa kupendana sisi kwa sisi. Na kutakia Dominika njema ya kwanza ya Majilio ya mwaka A wa Kanisa.